Ndugu zangu, mimi naitwa Padri Prosper Kesi. Nipo hapa kwa ajili ya kulisemea neno ambalo ni Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 mpaka 30. Nitalichambua kidogo, alafu pia tuliweke kwenye maisha yetu, tuangalie jinsi neno hili linavyoweza kutusaidia. Ndugu zangu wapendwa, leo mmekusanyika hapa kama kina mama kutoka madhehebu mbalimbali, tamaduni mbalimbali na historia mbalimbali. Lakini tunaunganishwa na jina moja kuu ambalo ni Yesu Kristo Bwana wetu. Naomba tumshangilie Kristo. Tumekuja kusali, tumekuja kutafakari pamoja, kutafuta pumziko la kweli. Yesu anasema njoni kwangu. Kama unaona kama ni kitu cha kawaida, niambieni kati yenu kama kuna mtu yote anataka mtu yote mwenye mizigo aje kwake. Kuna mtu yote kati yenu ambaye anasema jamani, naomba, wewe siku zote unatafuta wale watu ambao watakupa wewe pumziko, lakini hutaki watu wenye matatizo waje kwako. Ni Yesu mwenyewe ameweka wazi kwamba njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Tumshukuru Yesu kwa makofi. Katika dunia ya leo, wanawake wamebeba mizigo mingi kweli, mingi sana. Mizigo ya familia ambazo pengine hazipendani, kazi ngumu, na ambazo pengine wakati mwingine hazina kipato cha kutosha kivile. Ndoa zenye changamoto, watu wanaishi. Yaani unaona ndoa sasa hivi inaenda, lakini kuna mmoja ameamua kuvumilia ili mambo yaende. Ameshuka tu, Mungu acha tu yaende. Na anasema kwenye ndoa ni sehemu pekee yake ambapo maadui wawili wakati mwingine wanaishi, lakini unahakikisha kwamba adui mwenzako anakula, lazima muachie hela ili adui mwenzako aendelee kula na aendelee kununa vizuri, na itategemea ataachia lini huo mnuno wake. Vigezo na masharti kuzingatiwa, ndio siku hiyo atakayoamua kuongea. Ni kwenye ndoa kuna watu hapo hivi wanateseka, usiwaone hivi wamevaa mavazi mazuri, lakini wana mzigo ambao basi tu wanafunika tu kwa tabasamu la nje, lakini kweli ni kwamba ndani ya mioyo yao wanaungua. Wako na mizigo, yani wanajisikia kufa ni basi kwa sababu tu basi kila mtu amevaa kiatu chake na anajua kinambana wapi, pengine kwenye kisigino au mbele au kidole cha kushoto, anajua yeye mwenyewe. Yesu peke yake ndiye anaweza kutuliza hizo dhoruba zote hizo, na yeye mwenyewe ndiye amesema njoni kwangu mimi nitawapa pumziko. Yesu anathamini maumivu yetu, anataka sisi tupone. Na tujue Yesu ana mamlaka. Alisema nimekabidhiwa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kukabidhiwa mamlaka ina maana hata wanasayansi sijui nani wote, hata madaktari, mamlaka zote zinatoka kwake. Kwani kuna daktari zaidi ya Yesu? Yesu alikuwa anaponya kwa neno. Nenda pale Muhimbili, kama kuna daktari anaponya kwa neno, afike pale kwambie acha gongo lako, rudi nyumbani, malaria imeishi. Labda sijui kama wapo, lakini Yesu anaposema amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, anamaanisha kila kona. Yesu kweli amepewa mamlaka yote. Kwa hiyo ndugu zangu, Yesu anatoa tumaini, anatoa faraja. Yesu alipoongea na makutano, yeye alijua mizigo ya hawa watu waliokuwa nao. Aliposema njoni ninyi mnaosumbuka na kuelemewa, alijua katika ile jamii ya Wayahudi, alijua mizigo ya kina mama iliyokuwepo. Katika mikutano ya Yesu, Biblia inasema sana kuhusu wanaume. Kama sheria ya Wayahudi walikuwa wakihesabu wanaume zaidi, lakini Yesu pia alikuwa anaona maumivu ya kina mama. Na kwa kipindi hicho sheria ngumu za kidini zilizowafanya wanawake kuwa sehemu ya chini, pengine ilikuwa pia ni mizigo ya kipindi hicho. Yesu aliona maisha magumu ya kupata riziki ya kila siku, masumbuko ya magonjwa. Tunakumbuka yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu, alipoenda tu akagusa yeye mwenyewe. Ukisoma na kitabu cha Walawi sura ya 15,
sheria, mwanamke ambaye yupo katika hali yake hapaswi kukaa kwenye umati, hapaswi. Lakini huyu mama alienda kwa Yesu akamgusa. Sasa ina maana alikuwa anavunja sheria. Ile ilikuwa kwenye kitabu cha Walawi sura 15. Ndio maana Yesu aliposema nani amenigusa, aliogopa kwa sababu anajua sheria inakataza. Lakini Yesu ni baba mwenye huruma. Baada ya kumuona na kumwambia kwamba umepona mwanangu, akaleta faraja. Hata wewe uliyekuja hapa, usihangaike na mtu. Wewe mwenyewe ndiye unayejua kwamba sasa hivi mimi naugua nini, napitia nini. Nenda kwa imani. Uwe kama fundi nguo. Fundi nguo anakushonea suruale, anakuwekea mfuko, hajui kama utapata pesa au utapata. Lakini mfuko unawekwa kwamba utaweka jero 100, 500, mfuko ukae hapo, vigezo na masharti kuzingatia. Anatumaini, anakuombea mema. Na wewe kama fundi nguo anatumaini kubwa kama hilo, kwani wewe usiwe na tumaini kwa Mungu? Unamwogopa nini? Mungu yupo, Mungu yuko nasi. Mpelekee matatizo mwanangu, nenda kwake. Haijalishi unatoka dini ipi. Mungu wetu ambaye tunasimama naye kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu, Yesu anaposema nitawapumzisha, maana yake ni kuhisi upendo wa Mungu unaokufunika hata unapopitia dhoruba. Ni ishara ya kukumbushwa na kutiwa matumaini tena kwamba yuko anayeweza kutembea nawe licha ya kwamba huoni uwepo wake kimwili. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 20, utaona Mungu aliwaambia Waisraeli, tazama na mtuma malaika mbele yako ili akulinde njiani na kukufikisha mahali nilipokuandalia. Huyo malaika alikuwa mbele yao. Tunajua pia nguzo ya moto usiku na nguzo ya wingu mchana. Safari ikawa ndefu kwa sababu Mungu alikuwa anawakwepesha na makabila makali kule jangwani. Safari ikawa miaka 40, sehemu ambayo pengine wanaweza kutoka pengine Morogoro mpaka Tanga, wakatembea miaka 40. Kwa nini imekuwa ndefu? Kwa sababu lazima wafuate ile nguzo. Lazima ikisimama nao wanasimama, wanatulia pale. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, jifunze kumfuata Mungu. Hata kama haonekani kwa macho, lakini Mungu anaweza kutembea nawe pia kwa kutumia wenzako. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, Mungu yuko na sisi. Tumfuate. Ni yeye tu anaweza kutupa pumziko la kweli ambalo halina madai. Kwa mfano, mtu akikuombea kazi, ukipata mshahara, kitu cha kwanza ukipita mbele yake unaogopa, unajua alinitafutia kazi hata sijampa tajero, sijampa 100, ujue. Lakini Mungu akikupa huna wasiwasi kwa sababu ni Mungu. Ni kama mimi nimeitwa kuwa padri. Hakuna mtu alinikopesha kwa mfano. Yaani mimi natembea kimadaha kwa sababu nimeitwa na Bwana wa majeshi. Hakuna mtu ananidai sijui alinifanyia mpango mchongo sijui nikaitika nikasema nataka. Ni mimi mwenyewe nisema nataka. Kwa hiyo ni Mungu ndiye anayemtumainia. Hii haina maana kwamba naringa kwamba sijali wenzangu, hapana. Lakini Mungu naimaanisha kwamba ukiwa na Mungu unaambiwa nira yangu ni laini. Kama unavyosikia nira ni kile kifaa cha kufungia ng'ombe ili waweze pengine kubeba mzigo vizuri au waweze kulima vizuri. Lakini nira ya Yesu ni tofauti. Nira ya Yesu ni tofauti kwa sababu nira yake anataka uishi kama yeye. Yaani pale unapomfunga ng'ombe unataka alime vizuri. Lakini Yesu anasema jitieni nira yangu. Maana yake anataka tuishi uyesu. Yaani tunapokuwa kwenye jamii tuonekane kama Yesu anaishi katikati ya watu. Ndio maana ya kuvaa nira parse, kumwilisha Yesu ayo ndani yako kama Paulo alivyosema kuishi kwangu ni Kristo. Watu wakikutazama hivi wanasema kwa kweli huyu mtu Yesu yupo ndani yake. Ndugu zangu wapendwa, ukiwa na Yesu ndani yako tunafahamu sifa za Mungu. Zaburi ya 103. Wale wa Katoliki, Bwana amejaa huruma, amejaa. Hebu twende. Na neema. Bwana amejaa huruma.
ni kama kusema Mungu, sifa za Mungu, amejaa huruma na neema, like the Father, like the Son. Sisi tunataka tufanane na Mungu wetu. Mimi nimejaa, twende. Acha uongo. Eti mimi nimejaa huruma na neema. Uongo. Wewe umejaa vinyongo na visasi. Iga baba yako, like the Father, like the Son. Uwe kama baba yako, jifunze. Kuna mizigo umebeba, ni kwa sababu hujaamua kumuiga Yesu. Ndio maana unaiga vitu vya ajabu, unaiga mastaa wa dunia, unaiga sijui sifa za wapi, na ndio maana unateseka. Kwa hiyo pumziko la kweli na faraja ya kweli utaipata utakapoamua kumwilisha Yesu na kuamua kumfuata, kujivika nira yake, kumjivika Yesu na kuamua kukaa na Yesu. Ndugu zangu wapendwa, ukiwa na Yesu huwezi kufurahia maumivu ya mwenzako. Mwenzako akiumia lazima utalia naye. Ndivyo Yesu alivyokuwa. Yesu hakufurahia maumivu ya maskini, hakufurahia maumivu ya wagonjwa, alihangaika nao. Kwa hiyo ni sifa ya Yesu wetu, Mungu wetu. Naweza kufanikiwa bila kuharibu maisha ya mtu yote. Kwa lazima nikuibie ili mimi nifanikiwe? Mimi nauza matikiti, wewe unauza vijiko. Kuna haja ya kuiba vijiko vyangu ili matikiti yako yanunuliwe? Sasa ndio hicho kilichopo sasa. Wengi hatujamuiga Yesu kwa sababu tungemuiga Yesu tusingefanyiana vibaya. Watu wengi tunajificha kwenye dini. Tunatumia matakatifu kuficha dhambi zetu, kujifanya wema, tunaongea vizuri, habari, Bwana Yesu asifiwe, msifiwe Kristo. Lakini ukweli ni kwamba tunatumia dini kuficha dhambi zetu. Na hii inafanya tunajiuliza, huyu mtu anasali huyu kweli? Tupo Kariakoo tunauza nguo pamoja, mbona anatafuta majambazi waniibie ili mimi nirudi nyuma? Kwa nini mimi niko nyumbani, jirani hatuongei, tunapambana? Kwa nini? Kwa nini? Ni kwa sababu hawa watu wamekataa kumwilisha Yesu. Kwa ndugu zangu tulioko hapa, haijalishi wewe umetoka kanisa gani, haijalishi wewe sema ule padri ni Mkatoliki, yani wewe kama una mawazo haya utajiju. Hii hapa nakupa tu point ya ukweli. Mimi nakuambia, pambana na unafiki wako, pambana nao, jieleze ukweli. Mimi nataka nifanane na Yesu. Vigelegele vya watu na shangwe za watu hazimpelekagi mtu mbinguni. Lazima uangalie ndani moyoni mwangu, Mungu nafanana na wewe au naigiza maisha? Ukiona kwamba siko hivyo, unaambia Yesu, naomba nianze sasa kujifanyia operation. Huu mbea baba, kuongea maneno ya watu, naomba niache. Anza na mimi, mdomo wangu Mungu. Ndio namna ya kujifanyia operation. Ndugu zangu, dunia inapotea kwa sababu ya watu wengi wanaojificha kwenye dhambi. Wengi wanajificha kwenye dhambi. Wanafurahia kupongezwa kwa nje, lakini ndani wana uozo, wananuka. Haya yote ni mizigo ambayo hutaweza kuwa mwepesi mpaka umeamua kukimbia kwa Yesu. Kimbia kwa Yesu, atakwambia mwanangu, pruning. Mimi ni mzabibu. Prune. Lazima kukata baadhi ya mambo. Ukiyakata unakuwa mwepesi. Ndugu zangu wapendwa, yapo mengi ambayo naweza kuongea hapa. Namna ya kuwa mwepesi, kutokuigaiga maisha ya watu. Ridhika pia kama mwanamama. Kati ya mizigo mliobeba mikubwa ni kutokujikubali. Hili linatesa sana. Yaani unajiangalia, unaona kwa nini nisingekuwa kama mama nani? Ningetakiwa niwe kama mama nani bwana. Mbona nimenenepa sana? Mbona nimekuwa hivi? Hujikubali, yani upo unaamua kutembea na simanzi na maumivu kwa sababu unajilinganisha na wengine. Hii itakutesa. Itakutesa. Ipokee. Jione wewe ni baraka. Na ukishajiona wewe ni baraka, basi jikubali. Wengi wetu tunatamani maisha ya wengine. Ana mali kidogo, nataka kuwa kama yeye. Sijui ana nini, lakini nikuombe, jifunze kujikubali. Ukiwa kama Yesu, hutakwepa masengenyo, hutakwepa kusemwa vibaya. Naomba ili mlisikie vizuri. Hii ni dozi ya wengi. Naomba mnisikilize. Kusengenywa mnaogopa sana kusemwa. Lakini Yesu ametoka mbinguni, Yesu mwana wa Mungu kutoka mbinguni.
Akaja duniani akakutana kina mama wanatokwa na damu miaka 12. Watu wamelala makaburini miaka, wakawa baada ya kukutana na Yesu wakapona. Badala ya watu washangilie, wakasema Yesu anatoa pepo kwa Beelzebul, mkuu wa pepo. Ni kama kuitwa Freemason siku hizi. Siku hizi hata ukijenga kanyumba kazuri tu, watu wanasema Freemason. Mungu ameonekana kama hana uwezo wa kumpa mtu hela ya kujenga. Mungu ameonekana kama hana uwezo wa kumpa mtu hela ya kununua gari. Yaani sasa hivi sifa zinaenda kwa shetani. Sasa ndugu zangu wapendwa, Yesu ameitwa Beelzebul, mkuu wa pepo. Yesu kutoka mbinguni, mwana wa Mungu kutoka mbinguni. Na wewe Mpare kutoka Same, itakuwaje? Na wewe Msukuma kutoka Kagera, itakuwaje? Kwa hiyo naombeni kina mama, kati ya vitu vinavyoumiza ni kusemwa vibaya. Naomba uambie moyo wako, najiandaa kuumizwa na mtu yeyote, hata yule naye mpenda kupita kiasi. Jiandae kwamba moyo wangu najiandaa kuumizwa na mtu yeyote, hata kama ni mume wangu najiandaa. Ikitokea nasema tu vigezo na masharti vimezingatiwa, unakuwa na amani. Lakini mara nyingi, wakati mwingine sisi tunaumizwa na kuumizwa kwetu ndio kunatufanya tunatembea na mizigo, tunateseka mpaka tunapinda, tunazeeka kabla ya muda kwa sababu ya kubeba watu. Watu wamekusema kitu kidogo, unashindwa hata kulala, unakigeuza, unaangalia huku, unaangalia huku. Naombeni kina mama zangu mliokuja kwenye hii mkutano huu, naombeni kila mmoja ajiandae kusengenywa. Hutakwepa kabisa duniani, hutakwepa. Watu wana mdomo, na mdomo, kazi ya mdomo ni mbili: kula na kuongea. Na katika kuongea wataamua chochote. Huwezi kuandikia barua uambie jamani naombeni msimange vizuri. Wataamua wenyewe, leo tumrosti, tumchemshe au tumwekee pilipili ya kawaida. Ni juu yao, wataamua. Sasa wewe epuka kuchunguza nani amenisema nini. Utakufa. Watu wana mdomo, wataamua chochote. Watakuona pengine umekula wali wako kitambi hicho hapo, wanaanza kusema amepata mimba na uzee huu. Tayari wewe mwenyewe unajijua kwamba huna mimba, nimekula tu wali kitambi kimepanda. Unaja kuadhirishia kuambia jamani sina mimba. Nawaambieni, angalieni ya nini? Watasubiri uzae, hakuna mtoto anazaliwa. Na mimba haifichwi kwa kofi wala kwa sweta, siku tu itatokea. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna vitu mnakimbizana navyo, vinawaumiza kweli, vinawatesa, mnaumia, mnahangaika, mnashindwa kuelewana, mnaishi kwa chuki kwa sababu mtu fulani alisema kitu fulani. Mimi nakwambia hutaweza kuwakwepesha wanadamu. Watu wataongea tu. Wewe ukizaliwa, ukifa, kama marehemu anasengenywa, wewe uliye hai, hoja sikia watu wanasengenya marehemu. Naombeni hili eneo, naombeni mjifunze hili hapa. Mmekuja mmeweka mizigo yenu hapa, naombeni muitue hapa. Sasa jifunze kuwa na, lazima ujifunze pia kuishi na binadamu. Watu ni tofauti. Sasa ukitaka uishi tu watu waendane na wewe tu, ni kutaka kuwabadilisha. Hao watakao wafanane na wewe, tuko tofauti. Ni kama maua yenye rangi tofauti. Kwa hiyo usijiumize, usiteseke kuchukia kwa sababu ya tabia ya mtu mwingine. Mtu mwingine anaumia, anafanya kitu kibaya, wewe unapata adhabu wewe. Yaani wewe unakasirika. Ni kama ile wanasema pilipili ya shamba amekula mwingine, wewe unaosha. Huyu mama simpendi, yani anapotembea. Anatembea nini? Ana kidonda kwenye paja, unajua? Hata kutangazia. Kuna wengine wakitembea, hata wanajua vizuri, huwa wanaongea vizuri. Kina mama huwa wana maumbo tofauti. Na wakati ambacho kitu ambacho kinawapa stress ni kutaka kujilinganisha na mwingine. Kama nilivyowaambia, wewe ni vizuri ujijue wewe mwenyewe umbo lako ni namba ngapi. Na atolea tu mfano haraka. Unajicheki tu, unajiangalia. Nitakutajia maumbo haraka tu afu nitaendelea kwenye neno. Maumbo
Kwa mfano namba 9, mfano. Namba 9 ni kama hii mic. Manake mnene. Manake juu ni mnene, chini mwembamba. Sasa kuna nguo za kuvaa. Namba 9 kuna nguo zako. Huwezi kuvaa tu. Namba 9 eti unavaa kimini. Haiendi. Utasema hivi miguu vya nzige vimetoka wapi? Namba 9. Namba 9. Namba 9 unatakiwa uvae full kama kanzu yangu hivi. Pop. Yaani unaficha kote, watu wanafikiri uko saizi moja. Kumbe kuna rungu ya Masai imesimama. Kwa hiyo sasa wewe eti wewe uko namba 9 unataka kujifananisha na binti sijui anavaa sijui hata pengine chipukizi. Unayo unataka kuwa kama yeye. Haiendi. Lazima ujikubali jamani. Mimi kwanza ni mama, muda umeshaenda, nimeshanyonyesha watoto wangu, maziwa nayo pia yameshuka, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo ya kuhangaika tena sijui nianze kuyaning'iniza huku juu. Haiendi. Unaanza kutundika huku juu, unatembea tena kama kuku. Mizigo mingine inawatesa, mnateseka wenyewe, mnaishia mahali kujichukia bila sababu yoyote. Huna haja ya kujichukia, jipende. Umeelewa? Naomba namba 9 uliyeko hapo ujikubali. Namba 9 jikubali. Na ukijiangalia kama mama, ni vizuri pia ujiangalie. Muda wangu uko wapi? Wakatoliki wanajua sasa hivi tunafanya njia za msalaba. Unaangalia kituo. Niko kituo cha ngapi katika vile vituo? Kama uko kwenye kituo cha 10, usijifanye uko kituo cha 4. Sijui watu sasa hivi mimi ni mama kwa kweli hizi nywele hazina ushirikiano. Ngoja ninunue wigi nipige hapo pap angalau nipendeze. Safi. Tena unaenda kuangalia unashonea unasuka tena vinywele viwili, vinakaa huku nyuma unainama vinadondoka tena unaanza kupata pressure. Jamani na mdomo, mimi na mdomo. Ndugu zangu wapendwa, tuachane na hilo. Tuende tutajie tu hizo namba haraka haraka. Namba 6. Namba 6 unageuza mic. Manake shi wembamba. Namba 6 akivaa kimini na blouse sawa tu. Inaendana. Suruali na blouse sawa tu. Hamna shida. Namba 6 asivae dera. Kwa sababu dera linajikusanya hapa nyuma lote. Inakuwa kama mtu amekusanya nguo kwenye rungu. Namba 9 nimemwambieni nguo yake ni kama dera smart safi. Namba 8. Namba 8 anaweza kuvaa nguo yoyote. Maana juu mnene, chini mnene, anaweza kuvaa nguo yoyote. Namba 1. Namba 1 maana yake ni Namba 1, yani huyu nguo zake ni za kipekee pekee. Akivaa kwa kweli namba 1 asivae dera. Akivaa dera anakuwa kama mdoli yuko katikati. Anatembea tembea na kadhalika na kadhalika. Wewe mamangu ulioko hapa, mavazi ni heshima. Jifunze kuvaa mavazi yanayoendana na mwili wako. Jipende, jipende, jipende. Mwanamke yoyote siku zote mwanamke anajipenda. Usianze kusema eti uzee umeenda, sasa hivi meno yametoka, navaa vizuri kwa ajili ya nani? Hamna, unavaa vizuri paka kaburini. Vaa vizuri. Vaa vizuri. Jipende. Utaanza kuvaa vibaya hapa, alafu watu watakuchukia, utaanza kujichukia na wewe. Ngoja nipokee mkwanja kwanza hapa. Namba 9 imekuja anasema eti. Kwa hiyo jipende, jipende. Mizigo mingine ni kwa sababu ya kuigaiga watu. Wewe hauko hivyo, jikubali, pokea kama baraka kutoka kwa Mungu. Pokea kama baraka kutoka kwa Mungu. Na kuomba ujipende, ujikubali.
Jamani, mkwanja naomba unanisumbua mimi Mchaga mwenzenu. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, kama mama, jamani ekeni kisonzo hapo. Ekeni kisonzo. Namba 9 wanakuja jamani, samahani kwa usumbufu. Watu wanasema namba 9 ndio wanakuja kutoa sadaka zao za shukrani. Basi tuendelee. Hiyo ilikuwa nimechomekea tu ili msilale. Lakini ina ujumbe, jikubali. Epuka kwanza kuigaiga watu. Mshukuru Mungu kwa jinsi ulivyoumbwa. Zaburi ya 139. Nitakushukuru kwa jinsi ya ajabu. Nashukuru, umeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Jikubali, wewe ni baraka. Hakuna mtu anafanana na wewe dunia nzima. Tafuta, nenda mahali popote. Hata mtu yote akikudharau, usikubali. Give it negativity. Yani mtu yote akikudharau, ipe negativity. Yani jione hewa tu. I am very special, unique. Wewe tafuta father case sehemu yote utamkuta tu hapa ndio unatoa seminar sasa hivi. Ndio unatoa neno hapa sasa hivi. Najikubali. Epuka tabia pia za minazi. Mtu wa mnazi una tabia ya kusoma agenda za vikao za miti mingine kabla kikao kijaanza, kwa sababu ni mirefu. Sasa kuna watu wako kama minazi, kazi yao ni kuchungulia maisha ya watu. Wako busy, jirani amevaa nini leo, ngoja tuone. Utakufa mama yangu, utakufa. Kina mama, hizi ni baadhi ya tabia ambazo ninyi wenyewe zinawasumbua na wakati mwingine zinawanyima raha. Mnakubeba mizigo ambayo haina maana yoyote. Mmewatesa waume zenu, ninunulie kama mama nani. Mimi nataka gari, nataka hivi. Jikubali. Hata watoto wenu shuleni wamejikuta akiwaona wenzao, wanataka wawe kama wenzao. Lakini mambo hayako hivyo, maisha yako tofauti. Angalia pia na hali yako. Unajikubali kwa jinsi ulivyo. Ukijikubali ni kitu kizuri. Sasa hii tungekuwa nayo, baadhi ya chuki tungeziondoa nyingi sana. Kwanza unapenda baraka za mwenzako. Naweza kusimama bila kumwangusha mtu. Sio lazima nipige mtu teke ili nisimame. Naweza nikasimama bila kumchafua mtu. Niliwahi kusema kwenye mtandao, kama chungu cheusi kina uwezo wa kupika wali mweupe bila kuuchafua, kwa nini mimi ninapoambiwa ongea kuhusu mwenzako, kwa nini nisiongee bila kumchafua? Kwani lazima nichimbe shimo la taka juu ya jina la mwenzangu? Sio lazima. Ndugu zangu, tunachukiana, tunashindwa kutambulishana vizuri kwa sababu ya wivu, kwa sababu ya kushindwa kujikubali, kwa sababu ya kuonea wengine kama vile wamebarikiwa zaidi kuliko wewe. Hiyo ni mizigo. Naombeni itueni mizigo hiyo hapo. Kuwa karibu na Mungu ni kuamua kuacha yote. Kuna watu wana pesa, kuna watu wana mali, lakini hawana amani. Hawana Mungu. Mungu haipo. Amani ya kweli haipatikani kwenye mali, kwenye cheo. Amani ya kweli inapatikana katika Mungu. Ukiwa na Mungu, hata kama ni maskini, unaweza kutana na maskini amevaa shati lake, anacheka, analala usingizi, anakoroma huyo. Kutana na jamaa na sheli 4. Ukimwambia nilala lini, anafuatilia magari yake, moja limepata panja liko Chalinzi. Halali, lakini jamaa amelala kwenye kibanda tena kinavuja upande mmoja. Anapiga usingizi, anaamka saa 3. Boss. Lakini ana Mungu ndani yake. Ndugu zangu wapendwa, kuwa karibu na Mungu. Kukubali uongozwe na Roho wa Mungu. Nira pia ya Mungu ni Roho wa Mungu. Ile anayekaa ndani yako, anayekuongoza ufanye nini. Hii ni nira ya Mungu. Ni sauti. Kwa kanisa Katoliki tunafahamu kuna ile tunasema the church is infallible. Kwa mfano kwa kanisa Katoliki, huwa naongea kwenye mtandao, nishawahi kusema. Kwa kanisa Katoliki, mafundisho ya kanisa tunasema the church is infallible, ikimaanisha kwamba kanisa, yani kwenye eneo la maadili na eneo la mafundisho ya imani, haliwezi kukosea kufundisha.
halitaka likosee, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko pale. Kanisa Katoliki litakwambia bwana, ubaya ni huu. Hutaki nichukie, nipende, nuna, ruka juu, ubaya ni huu. Ni huu. Ni kama vile sema iliyoandikwa imeandikwa. Yaani ni hivyo. Hakuna siku hata unaweza ukatutafuta ukakuta pengine padri mmoja ukamdanganya ukampa viela akadanganyika, lakini ukitukuta tuko wote, au pengine ukute pengine kwa mfano tu ukutane pengine na baraza la maaskofu, uende tu ukalidanganye likubali kwamba wewe uovu wetu tuende huku tuache huku, halitakaa. Hiyo itaka itoke. Utakamata hapo mmoja sawa, lakini huwezi kukamata wote. The church is infallible. Maana Roho wa Mungu yuko pale anafundisha mafundisho ya kweli yaliyonyoka. Kwa ndugu zangu wapendwa, Roho wa Mungu ndiye mwalimu wa kanisa. Na kuhusu imani halitayumbishwa, litaongea kuhusu imani yake. Ndivyo kanisa Katoliki lilivyo. Nimeelezea tu kidogo kwa sababu mimi ni Mkatoliki. Nimeelezea tu kidogo, wala usikereke. Ndugu zangu wapendwa, sasa kama kina mama, kuna watu wa mfano, sisi wote tunaamini Biblia takatifu. Naombeni niwatajie baadhi ya maeneo ambayo kina mama wengi wamefanya vizuri. Na niwataje majina ya kina mama haraka haraka na kumaliza. Wewe mwenyewe kuna nira umejitia. Pengine kuna mganga anakuongoza, hiyo ni nira ya mganga. Mateso sana. Kuna mchungaji anakuongoza lakini unaona kabisa anakuongoza kitamaa. Hakai kwenye msingi wa kimungu. Hizi ni nira zinazotesa, ni mizigo. Sasa angalia sana kabla ya kuingia kwa wanawake hapa. Angalia sana mashindano yasiyokuwa na maana, achana nayo. Kushindana na watu bila sababu, achana nao. Na vitu kama hivyo vitakukosesha raha. Kaa kwenye laini yako. Kingine, usikubali mtu akulazimishe utende kinyume na dhamiri yako inayokuongoza kwa Mungu. Usitake mtu akwambie fanya hivi, nitakupa hivi. Wanasema tumbo halina dini. Tumbo halina dini, linamwabudu yeyote anayelilisha. Uwe makini. Tumbo halina dini. Unaweza kuwa na dini yako vizuri, lakini kwa sababu ya tumbo lako likakufanya ukakana kile unachokiamini. Chunga sana dhamiri yako, chunga sana mahusiano yako na Mungu. Chunga sheria za Mungu. Usiwe kama Eva. Eva alidanganywa bustanini na shetani. Akasahau amri za Mungu. Akasahau maagizo ya Mungu. Mama yetu wa kwanza kabisa tunamtaja mfano. Mama yetu wa kwanza Eva alidanganywa na muovu, akaingia kingi. Na wewe usikubali kulazimishwa kuingia kwenye dhambi kwa sababu ya tumbo. Bora ufedheki, bora upigwe kofi kwa sababu ya ukweli kuliko upewe zawadi kwa sababu ya uongo. Wanawake mbalimbali. Leo umekusanyika hapa kama wanawake kutoka makanisa tofauti, lakini tukiunganishwa na neno moja, Mwokozi mmoja na tumaini moja. Utofauti wetu si kikwazo, ni zawadi. Katika siku hii ya sala tunaitwa kuombeana. Kwanza si wenyewe tuombeane, kuinua neno la Mungu pamoja. Tunatumia Biblia, maandiko haya, kusikilizana na kuponyana. Wanawake wakisali pamoja, hapa naingia kwenye Biblia sasa. Wanawake wakisali pamoja, milango ya mbinguni hufunguka. Nisikilize vizuri. Wanawake wakisali pamoja, milango ya mbinguni hufunguka. Wanawake wakilia mbele ya Mungu, vizazi vinabarikiwa. Wanawake wakisimama pamoja, shetani hukimbia. Katika Biblia wanawake walikuwa wabeba neema za pekee. Bikira Maria, mama wa Mungu, alimbeba Yesu. Ndiye tunayemtumia Bwana wetu Yesu Kristo kumgaragaza shetani. Aliyebeba hii neema ya pekee ni Mama Maria. Wewe mama, beba neema ya pekee. Shirikiana na wenzako tumgaragaze shetani. Muige Mama Maria. Wabeba maombi kama kina Hana, mama yake Samueli. Mama yake Samueli alienda kwa imani, akasali mbele ya Mungu, akampata mtoto Samueli. Tena alienda katika shrine ya Shilo, akasali, akaonekana kama vile amelewa hivi. Hata wewe wakati unasali, kuna watu wanaweza akakumistreet wakadhani wewe umelewa kama umechanganikiwa. Usio na wasiwasi, Mungu anakuelewa vizuri zaidi. Kuna kina mama wabeba huduma, Martha na Maria.
wabeba huduma walimhudumia Bwana wetu Yesu Kristo. Na wewe katika familia yako uwe na marafiki, hata wachungaji, mapadri, wawe ndio wanaotembelea hata kwenye familia zako. Sio kila siku waganga wa kienyeji, sio ametoka Kigoma, sio amerudi huyu na nini, ameleta mfupa wa samaki au sijui kitu gani. Utateseka sana. Kuna wanawake wabeba imani. Unakumbuka ule mwanamke Mkanaani, Canaanite woman. Huyu alikuja kuomba mtoto wake aponywe. Japo Yesu aliongea, alijaribu, alimtesti, akaongea kama kumkejeli hivi. Si vizuri kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Yeye akasema, lakini hata mbwa Bwana si wanachukuaga makombo hapo chini. Yesu akamsifu huyu mwanamke huyu. Na wewe kuwa one of them. Uwe mmoja kati ya wanamama wenye imani. Hata majaribu yanapotokea, uonyeshe kwamba bado na kuamini. Wanawake wanaotoa ushuhuda, kina mama wanaotoa ushuhuda. Maria Magdalena, tunajua vizuri, alitoka kaburini, alikuwa kwanza kutoa habari ya ufufuko. Mama huyu, na wewe uwe mtoa habari ya ufufuko, habari ya neema. Acha kupeleka maangamizi, umbea kwa watu. Muige Maria Magdalena, peleka habari ya furaha na shangwe. Kuna wanawake wengine, Agano la Kale, kuna Debora aliyekuwa nabii na hakimu, akiongoza taifa kwa hekima na ujasiri. Tuna Malkia Esther aliyesimama kwa ajili ya watu wa Israeli. Malkia Esther tunamfahamu. Wayahudi walipotoka utumwani Babiloni, waliingia katika nchi yao, lakini wakaenda pia kwa Wapasia au Waajemi, au kwa sasa hivi Wairani. Walikuwa chini ya mfalme wa Irani au Wapasia au Waajemi, walikaa kule. Na huyu mwanamke wa Kiyahudi Esther aliolewa huko, aliolewa na huyu mfalme. Lakini Hamani akafanya namna ujanja kutaka kuangamiza Wayahudi. Hakuwapenda Wayahudi. Esther akaingia kinyume na desturi. Kuingia kinyume na desturi manake ni kama kuingia ikulu bila taarifa, utapigwa shaba. Yeye akaingia kinyume na desturi, akamwambia mfalme kwamba mimi na wenzangu tumetangaziwa kuuawa. Esther akafanya Wayahudi wakaokolewa, Hamani akanyongwa. Mpaka leo Wayahudi wanashangilia siku inayoitwa Purim kwa Kiebrania. Yaani hiyo siku wanatoa zawadi kwa watoto, wanashukuru ile siku Wayahudi waliokolewa mikononi mwa Hamani. Hiyo siku wanaikumbuka mpaka leo. Wale wanaofuatilia vita vya Irani na Israeli, unaona Wayahudi wakiwa kwenye maandaki wanasherekea Purim. Purim maana yake hiyo siku ambayo Esther alifanya wakapata ukombozi. Kwa hiyo uwe kama huyu mama Esther huyu ambaye wanamheshimu. Kuna mwanamke Priscilla huyo akiwa na Akila mume wake, walikuwa ni marafiki wa Paulo. Walikuwa wakaandamana, walikuwa wazuri sana. Kwa hiyo uwe mama, uwe mrafiki wa watu wa Mungu, wa kuleta baraka nyumbani kwako. Priscilla na Akila walimfundisha Apollo, walimwelekeza Apollo. Tuna yule mwanamke wa Kifilipi, Philippian woman, Lydia. Huyu pia alikubali kanisa lijengwe nyumbani kwake. Akawakaribisha akina Paulo na Sila nyumbani. Kanisa likajengwa. Uwe kama huyo mama wa namna hiyo. Tunataka watu kama hao. Tunakumbuka pia alikuwa rafiki wa Timotheo, na anaheshimika sana na kanisa la Ulaya. Haya ni kina mama. Lakini ndugu zangu wapendwa, kuna mwanamke tena mwingine tunamfahamu, Abigaili alikuwa ameolewa na mwanaume anaitwa Nabali. Ukisoma kitabu cha kwanza cha Samueli sura 25, utamwona huyu mama, baada ya huyu Nabali alikuwa na watu wake wachungaji, wakaenda kuchunga shambani tuseme nyikani, wakamkuta Daudi na wanajeshi wake wanajificha, kwa sababu Daudi alikuwa anakimbizwa na Absalomu mtoto wake. Wakati wanajificha kule, wale watumishi, Daudi akawaambia, naomba ukamwambie Nabali, siku ya kukata kondoo manyoya ilikuwa ni kama ni sherehe. Tutakuja tuombe hapo na tuombe nyama kidogo, kwa sababu tumekuwa wote huku jangwani, hata hatukuwa dhuru, tulikuwa mabesti zetu. Lakini cha ajabu, Daudi akatuma watu wakaombe nyama kwa Nabali. Nabali alikuwa ni mwanaume anayekunywa hovyo, ni tajiri, lakini anakunywa, ni mtu ambaye alikuwa hana hekima. Akatukana wale watumishi wa Daudi. Daudi akakasirika,
akasema sasa andaeni silaha za vita. Tunaingia nyumbani kwa Nabali, mpaka asubuhi tutakuwa tumemaliza kila kitu. Sasa huyu mwanamke Abigaili ambaye mume wake ni Nabali hakuwepo nyumbani. Aliporudi akapewa story kwamba kuna watu wametumwa hapa na Daudi, alafu mume wako amewakimbiza na kuwatukana. Yule mama akaingia ndani, akaoka mkate, akatengeneza vitu haraka nyama, akabeba. Alipobeba akafika njiani, akakutana na Daudi akiwa na troop, akiwa na wanajeshi wake wanakuja kuangamiza familia yake. Yule mama akapiga magoti, akamuomba Daudi, naomba utusamee, naomba usitudhuru. Daudi akanyosha naye mikono akasema, Mungu, nakushukuru kwa hekima uliyompa huyu mwanamke, hata umenizuia mimi mtumishi wako nisimwage damu. Nakushukuru sana. Abigaili akazuia Daudi asimwage damu ya mtu. Na wewe mama, hakikisha unazuia watu wasimwage damu ya watu. Mnamwangalia nani? Hamnielewi? Iga tabia ya Abigaili. Usimwage damu, usitoe mimba, na hicho unachowaza kiko huko. Abigaili alizuia Daudi asimwage damu. Damu ya mtu sio mbuzi. Kimiminika chenye thamani kuliko vimiminika vyote duniani ni damu ya mwanadamu. Sio bia wala whisky wala Heineken. Kimiminika chenye thamani cha kuheshimu na cha kuogopa ni damu ya mwanadamu. Abigaili alimzuia Daudi asimwage damu. Wewe kama mwanamama, naomba uzuie kwenye jamii yako watu wasimwage damu. Kama nimesema vibaya, toa ushahidi wa neno baya. Lakini kama nimesema vyema, mbona mnashangaa? Mtajiju. Mwanamke mwingine ambaye hakufanya vizuri alimwaga damu. Herodia alifanya Yohane Mbatizaji akakatwa kichwa. Sifa mbaya. Wewe kama mwanamke usige tabia za Herodia. Herodia alikuwa anatembea na Filipo, ndugu yake Herodi. Akaambiwa acha mchepuko. Acha. Na wewe mama uliyeko hapa, acha mchepuko. Utakasirika, utaenda kuua aliyesema uache kama Herodia. Yohane Mbatizaji akaenda kukatwa kichwa bure kwa sababu ya mwanamama aliyetoa ushauri. Na wewe mama uliyeko hapa, epuka tabia za kiherodia. Nyie jifanye kama mnisikii. Najua mnaelewa, ndio maana mnajifanya kama vile hampo, kumbe mpo. Tabia za Herodia epuka kabisa. Lakini pia tuna mwanamke mwingine ambaye hakufanya vizuri. Tuna mwanamke Delila. Tunamkumbuka Delila? Delila alimdanganya nani? Akamuuza mwenzake kwa Wafilisti. Hivi. Niambie tu siri za nguvu zako. Nyie kina mama mna ushawishi mkubwa sana. Mna uwezo wa kufungua fahamu za wanaume. Hata kama jamaa anapigana jeshini, anaendesha juu submarine, unakuta jamaa limevaa combat liko, lakini binti akipita hapo, hello, unashangaa jamaa anasahau paka bunduki zake. Kwa nini? Kuna ushawishi ambao Mungu ameuweka. Hata majasusi wengi duniani wanatumiaga wanawake kuwakamata. Baadhi ya majasusi, watu waovu. Nyie mna ushawishi. Msikubali kutumika katika kishetani, mtumike katika hiyo karama. Mna tabia ya kuonewa huruma. Ni tofauti na sisi wanaume. Nikikutana na mwanaume na mwanamke wanapigana hapo, hata kama mwanaume ndio anapigwa, utashangaa watu watakuja watamuokoa yule mwanamke, na mimi ambaye napigwa bado nitapigwa tena. Ndugu zangu wapendwa, kuna mizigo ya kukwepa. Tabia kama Delila. Lakini mke wa Lutu mnakumbuka? Aliambiwa asigeuke nyuma. Tii sheria za Mungu. Mambo ya kugeuka nyuma, utakuwa mnara wa chumvi. Nimewahi kutoa mfano kama kichekesho tu fulani. Nikasema, kwa mfano, mke wa Lutu aliambiwa kwamba
Usigeuke nyuma. Sasa tuassume wakati unafunga ndoa, wanakupeleka nikupeleke kwa baba paroko. Unaenda pale unafunga ndoa. Wewe John na Ana, tuseme aliyeunganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Manake atakayejeuka nyuma atakuwa mnara wa chumvi. Tuashumu kama ni maneno haya yanatumika. Hivi leo hii tungekutana na vichuguu vingapi barabarani? Ni wangapi? Mimi nawaambieni mama zangu, nawajua kuna wengine mna wanaume pasua kichwa. Pasua kichwa. Yaani basi tu. Ni kama mbuzi aliyekata kamba. Wanaenda kwenye mashamba ya watu kula huko mahindi. Na mahindi mengine yamepigwa dawa. Wanarudi wamevimbiwa. Wamechoka. Kuna wengine hawaachi hela yote nyumbani. Unajaribu kuwaza. Unaangalia wanaume wengine na wanawake wengine wanavyoenda kanisani pamoja, unatamani. Unajiangalia, unaona hivi Mungu umenileta kwenye huu moto ni rostiwe mpaka lini? Ni kweli. Ni kwa sababu usikiliza tu watu, lakini mwanangu nakwambia. Wapo ambao sasa hivi wana level ya kusali wako juu. Lakini ukijaribu kuchunguza kwa nini anasali hivyo, ni kwa sababu anamwombea mume wake abadilike. Pengine Mungu ameamua kumshikilia hapo, akupandishe kwanza level ya sala kwanza. Upande, uanze kusali paka novena zote, ufunge paka tatu kavu. Kwa sababu ulikuwa una uvivu wa kusali. Sasa hivi mume wako amebadilika, sasa hivi unasali sio mchezo. Sasa najua unapitia changamoto kama hizo. Na kuombea. Kuna wanaume hawana muda wa kuongea na wake zao. Wakirudi kazini wako busy na simu. Naomba ukifika nyumbani, mwambie naomba uoteshe mti hapa kwenye njia ya kuelekea nyumbani. Ukitoka kazini, unaoshika huu mti, unasema ya kazini yote nayaacha hapa, sasa hivi naingia Yerusalemu. Wakati anatoka Yerusalemu, ashike huu mti aseme sasa naondoka Yerusalemu, naenda kwenye kazi. Itasaidia. Mwambie. Lakini wapo kina mama ambao wakipata pesa wanakuwa wajeuri. Wanasema kama mume wako ni mrefu na wewe ni mfupi, mume wako tayari kukunong'oneza jambo. Kama wewe ni mrefu na mume wako ni mfupi, uwe tayari kuinama na kumnong'oneza jambo. Ikimaanisha kwamba kama wewe kipato ni kikubwa, una uwezo zaidi, basi ujitahidi kushirikishana na mume wako. Usiibe sifa za baba. Hii italeta shida na mizigo itakuwa mingi katika familia yenu. Nimalizie na story ifuatayo. Nina mdomo najijua. Namalizia na mdomo wangu. Story ifuatayo. Baba na mama walikuwa na mfanyakazi wa ndani, binti. Huyu binti alikuwa mwashikoro mageni. Mnajua mwashikoro mageni? Wasukuma, yani mshamba. Alikuwa elewe mwashikoro. Sasa huyu sasa siku moja, kama unavyojua watu wafanyakazi wa ndani huwa tuna tabia ya kuweka kwenye vyumba ambavyo si vizuri sana. Sasa baba na mama wakamuita, akamwambia njoo. Walivyokuja akaingia chumbani kwao. Chumbani kwa mama na baba kulikuwa kuna AC nzuri inapuliza. Akaangalia kitanda akaona 6x6. Yule dada akaanza kuuliza, nitakaa niweze kulala sehemu kama hiyo kweli? Yaani mbona patamu hivi? Alafu kuna ubaridi. Mungu, nitakuja kufa kabla sijaonja eneo kama hili. Basi wakamwambia, kesho tukienda kazini utakuja uwashe AC hapa, udeki, utandike na kitanda. Akasema sawa. Kesho yake yule binti akaenda akachukua maji, dekio, akadeki haraka, akachukua shuka, akatandika, akawasha AC. Yaani kukaa kuko vizuri. Akaanza kujisikia kama anataka kucheza huko ndani. Baadaye akalala kitandani kidogo akasema, jamani, kuna watu wana enjoy. Lakini akasema hapana, lazima nije nilale hapa kitandani nipaonje, nipa test. Akarudisha madekio kila kitu, akaamua kuingia kitandani. Akasema ngoja nijifunike na blanketi ni test kitanda jinsi kilivyo kitamu. Akalala, akajifunika, akaacha tu vinywele kwa nje. Akakaa akawa anasema jamani, wakasema akaishia usingizini. Na unajua usingizi wa AC ulivyo.
total sleep. Wa kwanza kurudi akawa ni baba. Acha dhambi, najua unawaza nini. Utapata dhambi, najua unachokiwaza. Sina maana hiyo. Baba aliporudi akasema, mke wangu amechoka. Yaani anakoroma kabisa, hata sauti hamna. Basi acha simgusi, acha tunibalishe nguo, nilale hapa, simgusi, acha akate usingizi uishe kabisa. Basi baba na yeye akaingia pembeni, akajibanza pale, akalala. Na yeye akaishia usingizini. Kifuatacho ITV. Mama akarudi nyumbani. Mama akaja akafungua mlango. Akaona watu wawili wamelala kitandani. Kwanza akapangusa kwanza. Akasema, hivi naona watu au naona mti? Akasema, kumbe hii ndio tabia mnayofanya. Sasa nikachukue rungu au panga au shoka, namaliza watu na kesi inaisha. Akaenda kuchukua panga. Akaja akapiga ule mlango, kong kong, amkeni. Yule binti akawa kwanza kushtuka. Akakaa anatetemeka. Muda si muda baba naye akashtuka. Kushtuka baba anaona mke wake yuko kule. Huyu nani? Sasa ndugu zangu, naombeni ushauri. Tutatumia maneno gani tumueleweshe mama ili ajue kwamba kulikuwa hakuna shida yeyote? Ndugu zangu wapendwa, kila mtu ana jibu lake. Kuna matatizo unapambana nayo, haujachunguza vizuri. Kachunguze vizuri. Kuna hasira unayo, kuna noma unapanga, kuna mzigo umebeba, unataka kupasuka. Kaa chini, tafakari vizuri. Pengine haipo kama unavyofikiria. Mwisho wa mdomo. Tumsifu Yesu Kristo.